Moja wameuliwa na wakazi waliojawa na hamaki wakisema ni kisasi kwa madai ya kuua mtu mwingine hapo awali na kuficha kitendo hicho. Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Wingu la moshi na jitimai liligubika kijiji cha Siroroko, kaunti ya Kisii. Majumba haya yaliyojengwa kwa udongo yanateketea, huku chochole na hofu vikititiza anga katika kijiji hiki, ishara tosha kuwa lipo jambo. Wamiliki wa nyumba hizi wameuawa na inadaiwa kuwa wameuliwa na wakazi waliojawa na ghadhabu na walikuwa na kiu cha kulipiza kisasi, wakidai kuwa familia hiyo ilihusika katika mauaji ya mwanakijiji mmoja. Na vyumba viwili vikachomwa. Tumetoka pale mashinani, tumekuta kweli ni ukweli, watu waliaga. Tunasikia ni mob injustice ilifanyika. Bila shaka ni vurugu iliyosababisha maafa, kwani watu 5 kutoka familia moja akiwemo mgeni na mwanao waliuawa kikatili, huku mwanafamilia mmoja akinusurika kifo na kufululiza mpaka kituo cha polisi cha Ramasha aliposaka usaidizi. Watu waliweza kupoteza maisha. Usiku wa leo ni watu 5. Wakazi hao waliojawa na hamaki walisusia kuzungumza na wanahabari wakihofia unyanyapaa, ila wameeleza kuwa wanafamilia hao walishtakiwa mahakamani baada ya kufanya mauaji hayo, ila waliachiliwa huru kwa ukosefu wa ushahidi. Jambo la mob justice kama serikali tunalikemea. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Masaba, Jen Munene, ameeleza kuwa mkutano wa maafisa wa usalama ulifanyika na kuwarai wakazi kuwasilisha malalamishi yao kwa maafisa wa polisi, huku machifu na viongozi wa nyumba 10 wakitwikwa jukumu la kuhakikisha amani inarejea. Elizabeth Atieno, TV 47.